na Allah hawapendi wenye kufanya ubakhili, isipokuwa pia hawapendi wenye kufanya israfu. Sawa, tuwe watu wakati na kati. Qalu fama jaa bik, sawa bwana, umetujibu katika hiyo. Sasa umetujia na nini? Kilichokuleta wewe ni nini? Maana katika mavazi yako umesema ulimuona mtume amevaa vazi zuri kuliko hilo, na Allah amesema kwamba ni nani aliyeharamisha mapambo mazuri ambayo ameyateremsha kwa waja wake. Kwa maana hoja yao ya kwanza alishafanyaje? Alishawajibu katika ile shubha ambayo alikuwa nayo, si ndio? Wakamuuliza sasa, fama jaa bik, umetujia kwa lipi? Qult, akasema Ibn Abbas, ataitukum min indi sahabati nabii sallallahu alayhi wasallam, nimekujieni mimi kutoka kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, min almuhajirina wal ansar, kutoka kwa muhajirina wal ansar, liuballighukum ma yaqulun wa tukhbiruni bima taqulun, ili nikufikishieni yale ambayo wao wanayasema na nyinyi mnipe habari, mtuhabarishe nyinyi ni yapi ambayo mnayasema. Yani mtupe hoja, kwa nini mmejitenga na sisi? Mimi nimekujieni kutoka kwa masahaba, nitakuambieni wanaoyasema na nyinyi mniambie mliokuwa nayo. Fa alaihim, kutoka kwa hao ambao mimi nimekuja kutoka kwao, kwa maana kutoka kwa hao masahaba, juu ya hao masahaba nazala alquran, iliteremka kwa wao Qur'ani. Tumeelewana kwamba wakati mtume anateremshiwa wahi, waliokuwa wakishuhudia ni nani? Ni masahaba. wa hum a'lam bil wahyi minkum, na wao ndio wanautambua zaidi huu wahi wa Qur'an kuliko nyinyi. Wa fihim unzil, kwa wao ndio iliteremshwa hiyo Qur'ani, kwamba wakati inateremshwa wanashuhudia na wengine ndio walikuwa wakiandika. Walaisa fikum minhum ahadun, na huko kwenu nyinyi hakuna sahaba hata mmoja. Tumeelewana? Yani mpaka kufikia hapa tayari alishavunja hoja zao. Nyinyi mmejitenga kwa lipi kututenga sisi na mkatengeneza kundi la kwenu, hali ya kuwa hao masahaba ndio ambao walishuhudia wakati wahi unateremka, na huko kwenu nyinyi hamna sahaba hata mmoja. Laiti wangekuwa na sahaba hata mmoja, labda tungesema kwamba shubuha zao zimetengenezwa kutokana na zile fikra alizokuwa amezipandikiza kwao yule sahaba, lakini hakukuwa na sahaba hata mmoja. Faqala ba'dhum, wakasema baadhi ya wao makhawarij, baada ya kuambiwa hivyo wakasema, la tukhasimu quraisha, na wala msibishane na makuraishi, kwa sababu huyo aliyokuja ni nani? Ni Quraish. Ibn Abbas, sawa, msibishane na makuraishi hao, makuraishi msibishane nao. Fa inna Allaha yaqul, kwa sababu Allah anasema, bal hum qaumun khasimun, au makuraishi ni watu wabishi, ni watu wa kupenda mijadala, msibishane nao, kwa sababu mkibishana nao tayari ameshakufaa kwa hoja. Tunaelewana? Qala Ibn Abbas, akasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa ataitu qauman lam ara qauman qattu ashadda ijtihadan minhu, nimewaendea watu ambao sijawahi kuona watu ambao wana juhudi mno katika kujitahidi katika ibada kuliko wao. Yani wao wanajitahidi mno katika ibada, lakini ni wajinga. Licha ya kwamba wanafanya juhudi mno za kujitahidi, lakini bado ni nani? Ni wajinga, hawazipatii zile ibada. Anasema musihamatan wujuhuhum min as-sahr, anasema nyuso zao zimepauka kwa sababu ya kukesha kwa ibada. Kaanna aidiyahum wa rukubahum tuthna alayhim, kama vile mikono yao na magoti yao yanafanyaje? Yanashuhudishia jambo hilo kwamba hao ni watu wa kukesha mno. Yani magoti yamepauka, yana vigingi, kwa sababu ya nini? Ya ibada. Yani watu ambao wanafanya ibada mno. Famadha man hadhara, wakasogea wale ambao walikuwepo. Wao wengine walisema wala msijadiliane naye huyo Quraishi huyo, si ndio? Wengine baada ya kusema vile, kuna baadhi ya wengine wakasogea kumsogelea Ibn Abbas. Faqala ba'dhum, wakasema baadhi yao,
lanukallimannahu, tutamzungumzisha, kwa maana tutamsikiliza. Wala nadhuranna ma yaqul, na tutatizama kile ambacho anafanyaje, anakisema. Si amekuja kuzungumza na sisi, sisi tutamsikiliza na tutamsikiliza kile anachokisema. Fakultu, nikasema, ukhbiruni madha naqumtum ala ibn ammi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nikhabarisheni, nijulisheni ni lipi ambalo mnaliona ni baya kwa mtoto wa baba mdogo wa Mtume, binamu, si ndio? Kwa maana akikusudia nani? Ali ibn Abi Talib. Nikhabarisheni ni lipi mnaliona baya kwake mpaka mmejitenga naye Ali ibn Abi Talib. Wa sihrihi, lakini pia yeye ni nani? Ni mkwewe, kwa sababu Ali ibn Abi Talib alioa mtoto wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia wal muhajirina wal ansar, ni yapi mnayaona mabaya kutoka kwao hao muhajirina wal ansar? Qalu thalathan, sisi tunazo hoja tatu. Tumejitenga na nyie kwa sababu tunazo hoja tatu. Yani hizi hoja tatu ukizifanyia tadabbur na jinsi ambavyo aliwajibu Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, sawa, na jinsi ambavyo aliwajibu Ibn Abbas, utakuja kuona ni kwamba ujinga na si kitu kingine ambacho kiliwafanya makhawariji wajitenge na watu wa haki. Wakasema sisi tuna hoja tatu. Akauliza Ibn Abbas, mahum, ni zipi hizo? Amma ihdahunna, ama ya kwanza, fa innahu hakama ar-rijala fi amri llah, hakika yeye Ibn Abbasi amewafanya watu wahukumu katika jambo la Allah, sawa. Wa qala Allah ta'ala, na Allah anasema, inil hukmu illa lillah, hakuna mwenye hukumu, hakuna wa kuhukumu isipokuwa, hakuna hukumu isipokuwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, si ndio? Hakuna mwenye kuweza kuhukumu isipokuwa Allah. Kwa hiyo hukumu zote ni za nani? Ni za Allah. Sasa yeye amewatanguliza watu katika kuhukumu jambo la Allah. Tunaelewana? Wama lirrijal wama lilhukm. Sasa wana nini hawa watu ambao wamewapa yeye kuhukumu, na ina nini ile hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Faqultu, kasema, hadha wahida, hili ni jambo moja, hii ni hoja yenu moja. Ni ipi nyingine? Qalu, wakasema, wa amma al-ukhra, hoja nyingine, fa innahu qatala wa lam yasb wa lam yaghnam, yeye alipigana vita. Yeye Ibn Abi Talib alipigana vita, alafu hakuchukua mateka na wala hakuchukua ghanim, hakuchukua ngawira. Tunaelewana? Kwa sababu ukipigana vita ukawashinda wale unaopigana nao, unawachukua mateka na mali zao zinakuwa ni ngawira. Tunaelewana? Fa in kana alladhina qatal kuffaran, ikiwa wale ambao alipigana nao walikuwa ni makafiri, laqad halla sabiyuhum wa ghanimatuhum, basi ilikuwa ni halali kuwachukua mateka na ilikuwa ni halali kuchukua mali zao. Wala in kanu mu'minin, na kama wale waliopigana nao walikuwa ni waumini, ma halla qitaluhum, sasa ilikuwaje akapigana nao? Kwa nini alihalalisha kupigana nao? Kwa sababu hapa anazungumzia vita ambayo alipigana yeye Ali ibn Abi Talib, na upande wa pili alikuwa nani? Muawiya ibn Abi Sufyan, si ndio? Kwa maana ilikuwa ni vita baina ya maswahaba kwa maswahaba. Tunaelewana? Walipigana waumini kwa waumini. Sasa baada ya kupigana, Ali hakuchukua ngawira na hakuwateka. Sasa hawa makhawariji ndio wanasema, kama alipigana na waumini, kwa nini alihalalisha kupigana nao? Kwa nini alipigana nao? Na kama ilikuwa ni makafiri, kwa nini hakuchukua ngawira? Tunaelewana? Akasema, hadhihi ithnatan, hili ni la pili. Fama thalithatu, ni lipi la tatu? Kwa sababu amesema wana hoja ngapi? Wana hoja tatu. Tunaenda haraka haraka kulingana na muda. Tunaelewana? Qal innahu
maha nafsahu min amiri almu'minin, yeye huyo Ali bin Abi Talib alijifuta mwenyewe ile title ya amiri almu'minin, alijifuta mwenyewe. Wa huwa, basi kwa sababu alijifuta mwenyewe, yeye ni amiri alkafirin, yeye ni amiri wa nani? Wa makafiri. Alijifuta mwenyewe kwa sababu katika ile barua alikuwa akiandika Ali bin Abi Talib kuwapelekea upande wa pili ya suluhu, sindio? Ile barua ya kuomba suluhu, kuomba kikao kwamba tukae tuzungumze, tumalize mapigano, tusiendelee kupigana, damu za Waislamu zinamwagika. Ile barua aliandika title yake ambayo ni Amirul Mu'minin. Tumeelewana? Upande wa pili walipinga ile title ya Amirul, kwa sababu wao walikuwa wanasema tusimtangaze mtu kuwa amiri mpaka tuwatambue waliomuua Uthman bin Affan, si ndio? Alafu tukimalizana nao ndio tumtangaze mtu kuwa ni nani? Ni amiri. Tutakula kiapo kwako wewe cha utiifu, hatuna shida na wewe, lakini kwa sasa wewe sio amiri. Tuko sambamba? Sasa kwa sababu wao walipinga ile Amirul Mu'minin, Ali bin Abi Talib akaona hakuna shida, akafuta ile title ya Amirul Mu'minin. Sasa makhawarij wanasema kwamba kama alikubali kujifuta mwenyewe kwamba yeye ni Amirul Mu'minin, basi yeye ni amiri wa nani? Wa makafiri. Hiyo ni hoja yao ya tatu. Fakultu, akasema Ibn Abbas, aindakum siwa hadha, je, mna hoja nyingine zisizokuwa hizi? Qalu hasbuna hadha, hizo tatu tu sisi zinatutosha, wanakuwa ni hoja za kutengana na nyinyi. Fakultu lahum, nikawaambia, araaitum in qara'tu alaykum min kitabillah wa min sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam ma yaruddu bihi qawlakum atarudauna? Mnaonaje nikiwasomea nyinyi kutoka katika kitabu cha Allah na kutoka katika sunna za Bwana Mtume yale ambayo yataradi, yale ambayo yatarudisha, yatajibu kauli zenu, mtaridhia? Au atarji'un, mtarejea, kwa maana mtatoka huko mliko, mtarudi katika haki. Anawasomea hoja kutoka kwenye nini? Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an, na kutoka katika sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi. Huko ndiko kimbilio la Waislamu. Shubha yoyote, changamoto yoyote na fitna yoyote ambayo inakuja kuleta changamoto katika akili za watu katika dini yao, inarudishwa hiyo changamoto kwa kurejelea katika kitabu na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa tunasema kwamba sisi misingi yetu au sisi itikadi yetu na manhaji yetu tunashikamana na Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa waja wema waliotangulia. Tumeelewana? Kwa hiyo anawaambia, araaitum in qara'tu alaykum min kitabillahi wa min sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam ma yaruddu bihi qawlakum atarji'un, mtarejea nikiwasomea yale ambayo nayatoa mimi katika Qur'ani na Sunna, mtarudi katika haki? Qalu na'am, wakakiri, wakasema ndiyo. Kwa sababu katika hizi pande mbili ya Ibn Abbas na makhawariji, wote katika wao wanakiri ya kwamba muongozo umeletwa na Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume, sawa? Na ndio maana hakuwapeleka katika fikra tofauti. Fakultu, anaeleza Ibn Abbas, nikasema kuwaambia, amma qaulukum, amma kauli yenu ya kwanza, hakama rijala fi amri llah, amewapa watu kuhukumu katika jambo la Allah, fa ana aqra alaykum ma qad radda hukmahu ila rijal, mimi nakusomeeni katika yale ambayo yatarudi au yatajibu hukumu yake ambayo nyinyi mlisema kwamba amewapa watu kuhukumu jambo la Allah. Mimi nawasomeeni jambo ambalo litarudisha hoja yenu hiyo. Akasema, الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الشيب، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. amewasomea aya ya Allah, anasema enyi mlioamini, wala msiwinde
wala msiue viwindwa hali ya kuwa mpo katika hurum, hali ya kuwa mmehirimia hija. Kuwinda na kuua katika mawindo ni halali, si ndio? Ni jambo ambalo jaiz, tunaelewana. Lakini wakati umehirimia hija, umehirimia hija ni haramu. Tuko sambamba? Sasa Allah akakataza kuwinda aliyakuwa mtu amehirimia hija, lakini akasema ikiwa mtu sasa ameua sasa amehirimia akawinda na akaua, akasema yahkumu bihi dhawa adlin minkum, basi wahukumu kuhusiana na hicho alichoua huyo aliyeua watu wawili waadilifu. Tunaelewana? Kuwinda ni halali, ila imeharamishwa aliyakuwa mtu amehirimia hija, sawa. Lakini ikitokea sasa yule aliyehirimia ambaye ameharamishiwa kuwinda akawinda kwa makusudi akaua kiwindwa, tumeelewana, yeye hukumu yake imewekwa katika mikono ya watu wawili waadilifu, kwamba ili alipe fidia, anatakiwa alipe fidia. Analipa fidia ya namna gani? Watapima watu wawili waadilifu, tumeelewana. Hapa Allah ameliachia jambo hili katika hukumu ya nani? Ya watu. Alikuwa anaweza mwenyewe Allah akahukumu kwamba yule mwenye kuua makusudi aliyakuwa amehirimia hukumu yake ni kadha wa kadha, si ndio? Lakini akalisalitisha hilo katika mikono ya ar-rijal. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo akawasomea hiyo aya kutoka katika Qur'an ya kwamba Allah amekabidhisha hii hukumu ya yule aliyewinda kwa makusudi aliyakuwa amehirimia, amekabidhisha katika mikono ya waadilifu wawili. Akasema fanashadatukum Allahu ahkamu rijal, ahukumu rijal fi arnabi wa nahwiha min as-sayd afdal am hukmuhu am hukmuhum fi dimaihim. Akasema na kuwapisheni mimi kwa Allah, je, hukumu ya Allah fi arnabi, akataja katika kiumbe duni katika viumbe katika wanyama wawindwa, na kuwapisheni mimi kwa Allah, je, alivyowapa hukumu Allah, alivyowapa fursa au nafasi ya kuhukumu Allah kuhusiana na arnabi, sungura, si ndiye, ambaye amewindwa na mtu ambaye amehirimia. Tunaelewana? Wanahwiha, na mfano wake wa huyo mnyama kama sungura katika wale minaswaid, katika wale ambao wanawindwa. Anasema jambo hilo afdal am hukmuhum fi dimaihim, jambo hilo ni bora zaidi au hukumu yao katika kunusuru damu, wa salaha dhati bainihim, na kutengeneza suluhu baina yao, ya kwamba lipi ni bora, lile ambalo Allah amewakabidhi watu wafanye hukumu kwa uadilifu kwa yule ambaye amewinda aliyakuwa amehirimia, au bora ni lile ambalo wao wamelifanya Ali bin Abi Talib na wenzake walivyowakabidhisha watu kuhukumu katika yale ambayo wanayo ya kumwaga damu na kutengeneza baina yao, kwamba lipi hapa linatakiwa hukumu zaidi, lipi ni bora kati ya haya, kuwindwa kwa sungura alafu watu wa hukumu, au damu zinazomwagwa za Waislamu? Sawa. Akasema wa antum ta'lamu anna Allah law sha'a la hakama wa lam yusayyir dhalika ila ar-rijal, na nyinyi mnatambua ya kwamba lau Allah angetaka angehukumu mwenyewe na wala asingeliweka hilo kwa watu. Wa fil mar'a, na kwa mwanamke, wa zawjiha, na mumewe. Qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah aliyetukuka, wa in khiftum shiqaq, na kama mtahofia magomvi, bainihima, baina yao, baina ya mume na mke, si ndio? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, basi pelekeni mwamuzi kutoka upande wa mwanaume na mwamuzi kutoka upande wa mwanamke. Pakitokea magomvi baina ya mume na mke, Allah ameruhusu ya kwamba watengeneze suluhu kwa kupeleka watu watausikiliza, mmoja kutoka kwa mwanamke na mmoja kutoka kwa nani? Kwa mwanaume.
Kwa hukumu hii hapa, maana yake amefanyaje? Allah amekabidhisha swala la hukumu katika mikono ya nani? Ya watu. Tumeelewana? Faja'ala Allahu hukumu rijal sunnata ma'munatan, anasema akhrajatu an hadhi, amejalia au ameweka Allah ya kwamba hukumu ya watu ni sunna, tena ni sunna yenye kuaminika. Alivyowapa hoja hizo mbili ambazo amezitoa katika Qur'ani, akawauliza nimewatoeni au nimetoka katika hoja hiyo, nimeijibu hoja yenu? Qalu naam, wakasema ndiyo. Kwa sababu wao walikuwa wanamlaumu Ali ibn Abi Talib kwamba kama rijal, si ndio? Kwamba amewapa watu akina Abu Musa al-Ashar waende wakasimamie suluhu baina ya pande mbili, hali ya kuwa Allah ameshahukumu kwamba yeye keshapigana vita na wale keshawashinda, basi achukue nini? Achukue mateka na achukue nini? Achukue ngawira, si ndio? Alivyoelekeza kuhusiana na jambo hilo, wakakiri ya kwamba Allah wakakiri kwamba yeye Ibn Abbas ameshajibu hoja ya kwanza. Akasema wa ama qaulukum, ama kauli yenu ile ya pili, qatala walam yasbi walam yaqnam, amepigana vita na wala hakuchukua mateka na wala hakuchukua ghanima, hakuchukua ngawira. Akasema atasbuna ummakum Aisha, hivi mnamfanya kuwa ni mateka mama yenu Aisha? Kwa sababu wakati wa vita Aisha alikuwa upande wa Muawiya, sawa? Kwa hiyo anawauliza mnamhalalisha kuwa mateka mama yenu Aisha? Thumma yastahilluna minha ma yastahillu min ghairiha, kisha mnahalalisha kwake yeye yale ambayo yamehalalika kwa asiyekuwa yeye, sawa? Kwa maana Qur'ani imetufahamisha sisi ya kwamba, au tutaendelea kuona huko mbele kwa sababu pia kaweka hiyo hoja, wala in fa'altum laqad kafartum wa hiya ummakum, kwa maana mkimhalalisha yeye kuwa ni mateka basi mmekufuru, kwa sababu Aisha ni nani? Ni mama yenu. Na mkimhalalisha yeye katika yale ambayo wamehalalishiwa asiyekuwa yeye, kwa maana yale ambayo wamehalalishiwa wanawake wengine, mtakuwa pia mmekufuru, kwa sababu Aisha ni nani? Ni mama yenu. Wala in qultum, na mkisema laisati ummana, yeye si mama yetu, mkisema hivyo yeye si mama yetu, laqad kafartum, basi mmekufuru. Kwa maana wakisema yafaa Aisha kuchukuliwa mateka, na yafaa kwa sababu mateka, maana ya mateka wa vita, mateka wa vita wanakuwa ni watumwa. Tunaelewana? Kwa maana kama Aisha alikuwa upande wa Muawiya na baada ya mapigano upande wa Ali ndio ulikuwa umeshinda, kwa maana wale wote wanakuwa ni mateka upande wa Muawiya, si ndio? Akiwemo na Aisha. Aisha akichukuliwa mateka atakuwa ni halali kwa mtumwa, na mtumwa wa mtu anakuwa amemhalalikia kuwa ni mke. Tunaelewana? Kwa hiyo laiti kama Ali angechukua mateka kama wanavyotaka makhawarij, kwa hiyo Aisha angefanywa mke. Ndio maana akasema kama mtamhalalishia kwa yale ambayo wamehalalishiwa wanawake wengine, mtakuwa mmekufuru, kwa sababu yeye ni mama yenu. Na mkikataa mkasema kwamba si mama yetu, pia mmekufuru, sawa? Anasema fa inna Allah yaqulu, kwa sababu Allah anasema an-nabiyyu awla min al-mu'minin min anfusikum, huyu mtume ana haki zaidi kuliko waumini na nafsi zao, sawa? Wa azwajuhu ummahatuhum, na wake zake, wake wa nani? Wake wa mtume ni mama zao. Mama zao nani? Waumini, si ndio? Wake za mtume sisi ni mama zetu. Kwa hiyo alivyopigana Ali bin Abi Talib na Muawiya akawashinda, hakuona hali ya kuwachukua mateka maswahaba. Unamfanyaje mateka sahaba? Ukamfanya mtumwa. Na wakiwa kuna wanawake manake wanahalalika kwako wewe, yeye amehalalikiwa na Aisha,
aliyakuwa ameharamishiwa na Qur'ani? Lakini haya walikuwa hawayajui makhawariji. Tunaelewana? Kwa hiyo waliingia katika kupinga basi na kujua ni ujinga ndio uliwapelekea makhawariji kuyafanya walioyafanya. Tunaelewana? Haya mambo yanaendelea mpaka mwisho wa hii hadithi, na kuna mengine mengi ambayo yanaelezea hilo swala, lakini muda umetuacha na tusije tukarefusha zaidi, kwa sababu tupo katika ratiba maalumu ambazo zimepangwa na utawala. Kwa hiyo tukienda kinyume huenda tukazuiliwa kwamba nyinyi kiruhusiwa kuja hapa mnakula muda, watu hawaendi prep. Kwa hiyo marufuku, hatuwezi kufanya hivyo na atunusuru Allah kuwa katika hali hiyo. Bali mambo yanaendelea, lakini pia kuna athari ambayo imepokelewa kuhusiana na wale ambao waliwakuta Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu walikuwa wakifanya adhkari katika msikiti, alikuwa wameshika mawe. Anasema mmoja wao, kabiru 100, fanyeni takbira mara 100. Wanafanya takbira kwa kuhesabu zile changarawe walizokuwa nazo, zile mawe, kwa maana wanahesabu takbira ni kusema Allahu akbar, wanahesabu mawe kwa wanasema Allahu akbar, Allahu akbar mpaka ifike mara 100. Anasema mmoja wao, halilu 100, fanyeni zile tahlili mara 100, kwa maana la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah mara 100 kwa kuhesabu mawe. Alipokuta Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akawakemea akasema jambo hilo ni jambo ovu. Kwa sababu gani ni jambo ovu? Kwani takbira si ibada? Yani kufanya adhkari si ibada? Kufanya adhkari ni nini? Ni ibada. Lakini wao walikuwa wanafanya adhkari kwa kaifia tofauti na ambayo ilikuwa imefundishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haikuwahi kuthibiti kwamba maswahaba walikusanya mawe wakawa wanafanya takbira kwa kuhesabu yale mawe. Haikuwahi kuthibiti, kama walivyoweka visa vya kutunga katika vitabu vya Fadhailul A'mal cha matabligh, kwamba eti maswahaba waliacha kazi zao wakawa wanapita kukusanya koko za tende kwa ajili ya kwenda kufanya tasbih wa tahlil wa takbir. Abu Huraira aache mambo yake apite masokoni kuokota koko za tende akafanyia takbira, hali ya kuwa yeye Abu Huraira na maswahaba wenzake walikuwa wakimwona Mtume akifanya takbira. Kwa nini? Kwa vidole vyake vya mkono wa kulia, si ndio? Sasa hawa watu walivyokutwa wakifanya hivyo, wakifanya takbira, tahlil na hayo waliokuwa wakiyafanya kwa kutumia mawe, walipokemewa katika hoja walioisema, akasema ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, sisi hatukusudii isipokuwa ni nini? Ni khairi. Hii kauli pia inatosheleza kwamba hawa watu walikuwa ni wajinga, kwamba wameitaka khairi, lakini njia wanayotumia kuiendea khairi ni njia ovu, sio njia sahihi ya kuipata ile khairi ambayo wanaitaka. Tunaelewana? Kwa hiyo Ibn Mas'ud akawaambia, wa kam min muridin lilkhair la yusiba, ni wangapi walikusudia khairi na hawajaipata? Kwa maana walitaka khairi, lakini njia wanayoiendea sio njia sawa ya kuipata khairi. Tunaelewana ndugu? Ujinga ni miongoni mwa sababu kubwa zenye kumpelekea mtu kukengeuka, akaacha haki, akaacha kuifuata sunna, akaacha kufuata Qur'ani kwa sababu ya ujinga. Na hivi visa ambavyo tumezungumza hivi tupate ibra kutoka katika hivi visa, na sababu zenye kumpelekea mtu kufanya haya mambo au kuachana na haki akakengeuka ziko nyingi, kama vile kuamiliana na marafiki waovu, kufuata matamanio, si ndio? Mtu akiamiliana na marafiki waovu inakuwa imepesika kwake kuacha haki, kwa sababu ni kawaida mtu wa haki akaharibika kwa kufuata shari ya yule ambaye anaamiliana naye. Tunaelewana ndugu?
Kwa hiyo nia na makusudio ya mada hii ambayo tulikuwa tumeihudhurisha leo hii ni kupeana tahadhari ya kwamba ujinga unaweza kumpelekea mtu katika maangamizi, alafu mwenyewe wala asijue. Tunaelewana? Anaweza kumuona mtu anaswali na viatu, mjinga anaweza kumuona mtu anaswali na viatu akasema sijasoma, lakini ili unidanganye. Uswali na viatu? Sawa, mtu hujasoma, kwa nini usidanganye? Tunaelewana? Nia na makusudio ni kuitana katika kuhudhuria darasa. Tunaelewana? Nia na makusudio kuitana katika kuhudhuria darasa, kwamba mtu asiridhie ujinga. Ujinga si katika sifa nzuri, mtu asiridhie ujinga. Na kama umesoma, tunaelewana, kama ulikotoka uko fresh, yani umesoma kwamba bana yanayozungumza pale kwangu ni kawaida, tumeshapitia sana na nina vitabu kololo, je, tusaidiane kufundisha. Tumeelewana? Sisi katika manhaji yetu kuna mambo mawili tu, kusoma au kusomesha. Na hapo ndipo utapomjua huyu kwamba ni salafi kweli, kusoma au kusomesha. Umesoma, umestafidi, uko vizuri, somesha. Tumeelewana? Hata ukawa na rundo la vitabu na elimu lakini kusomesha, umeacha elimu au umeacha zoezi la kusomesha, ukawa unajikita na biashara tu, wewe darasa hujui, yani hutaki, hauna ratiba ya kusomesha, wewe haupo katika manhaji ya salafi. Wewe ni watu wa bid'a, kama bid'a zile kule. Bid'a yako wewe fanya wewe ni una elimu na hutaki kufanyaje? Kusomesha. Haikuwa katika sifa za masalafi. Masalafi wakiwa na elimu walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wakisomesha. Kwa hiyo kama unaona kwamba wale jamaa wanaofundisha wanaokuja pale kuzungumza ni kindergarten mno, nishawazidi sana, njoo sisi tupo radhi kukaa huko mbele kusoma. Tumeelewana? Tukija hapa tukamkuta mtu amevaa impossible is possible anafundisha, hiyo ni kweli kwa furaha kwamba ndugu amempata mtu wa pale pale, mashaallah, tutakaa tupiga goti tunasoma. Tumeelewana ndugu? Naam.